Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi anahusishwa na madai mazito ya kujiuzulu nafasi yake ya uongozi wa kitaifa. Kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii na kuzua gumzo kubwa sana kote nchini, mjadala mzito umeibuka katika mazingira ya kisiasa nchini Tanzania, ukiguza nafasi hiyo ya juu, nyeti na ya kimkakati ya uongozi wa serikali. Mazingira ya uongozi wa serikali yameripoti kuwa mazungumzo ya kina yanayohusu nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika maelezo hayo yaliyosambaa kwa kasi kubwa sana, imeelezwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi amegoma kuachilia nafasi hiyo ya uongozi wa kitaifa. Taarifa hizo zimeibua maswali mengi mno kutoka kwa wananchi na wadau mbalimbali wa siasa nchini wanaotaka kufahamu ukweli halisi wa jambo hilo. Uzito mkubwa wa nafasi ya makamu wa rais katika uongozi wa nchi umefanya mjadala huu kuchukua sura mpana sana miongoni mwa jamii na katika ngazi mbalimbali za kisiasa kote nchini Tanzania. Wananchi kutoka sekta mbalimbali wamekuwa wakizungumza ama kuzungumzia swala hili kwa hisia tofauti, huku kila mmoja akitaka kupata ukweli kamili kutoka kwenye vyanzo rasmi vya serikali ili kuondoa mshangao na maswali mengi yasiyo na majibu ya moja kwa moja. Nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni miongoni mwa nafasi muhimu zaidi kikatiba katika mfumo wa kiutawala na kiuhifadhi wa amani pamoja na utulivu wa nchi. Jukumu kuu la nafasi hiyo kisheria ni kumsaidia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika utekelezaji wa majukumu yake ya kila siku ya taifa na kimataifa. Mbali na jukumu hilo kuu la kikatiba, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huwa na nafasi ya kisheria kusimamia maswali mbalimbali ya serikali kwa mujibu wa maelekezo ya rais na taratibu zote zilizowekwa rasmi kikatiba. Mfumo wa uongozi wa Tanzania unaitambua nafasi hii kama nguzo kuu inayounganisha shughuli nyingi za kiserikali na utekelezaji wa mipango mbalimbali ya maendeleo ya taifa. Mhusika mkuu wa taarifa hii, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi, ni mwanasiasa mwenye uzoefu mkubwa sana katika uongozi wa umma na utumishi wa kitaifa kwa miaka mingi. Kabla ya kushika nafasi hii ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kiongozi huyo amewahi kushika nyadhifa mbalimbali kubwa na nyeti ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kupitia nyadhifa hizo zote za awali, kiongozi huyu alijijenga na kujenga uzoefu wa miaka mingi katika masuala ya utawala bora, diplomasia na siasa za kitaifa na kimataifa vilevile. Uzoefu wake katika sekta za utawala umekuwa sehemu muhimu ya maisha yake ya kisiasa na utumishi kwa wananchi wa Tanzania kwa kipindi kirefu cha kazi zake. Madai haya ya kujiuzulu kwa kiongozi huyu yamejitokeza katika kipindi ambacho wananchi pamoja na wafuasi wa vyama mbalimbali vya siasa wamekuwa wakifuatilia kwa umakini mkubwa mno mwenendo wa uongozi wa nchi. Ufuatiliaji huo unahusisha mabadiliko mbalimbali yanayoweza kujitokeza katika kipindi hiki cha uongozi wa serikali. Wananchi wamekuwa wakitamani kupata ufafanuzi wa kina ili kuondoa taharuki na maswali yanayoendelea kuulizwa na wengi katika maeneo mbalimbali ya nchi. Mjadala huu umesababisha uwepo wa umakini mkubwa miongoni mwa wachambuzi wa mambo ya kisiasa wanaojaribu kutathmini hatari zinazoweza kujitokeza iwapo taarifa hizo zitathibitishwa au kupingwa rasmi na mamlaka husika.
Hadi wakati huu hakuna taarifa yoyote rasmi iliyotolewa kutoka Ikulu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayothibitisha kuwepo kwa uamuzi huo wa kujiuzulu au kuachia ngazi. Vivyo hivyo, ofisi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haijatoa taarifa yoyote rasmi inayothibitisha kwamba kiongozi huyo amewasilisha barua ya kujiuzulu na kwamba kuna uamuzi wowote rasmi uliofikiwa kuhusu suala hilo zito la kiutawala. Taasisi hizo mbili kuu zinaendelea na majukumu yake ya kila siku huku kukiwa hakuna tamko rasmi lililokwisha kutolewa kuhusu taarifa hizo za mitandao. Ukimya huu wa kiserikali unaendelea kufanya jamii kuisubiri kwa hamu taarifa yoyote ya rasmi itakayotolewa kueleza ukweli wa mambo. Wachambuzi wa masuala ya siasa nchini wameeleza kwa kina kuwa taarifa zinazomhusu viongozi wakuu wa serikali zinahitaji kuchukuliwa kwa umakini na umakini wa hali ya juu mno. Wachambuzi hao wa kisiasa wamebainisha kuwa ni muhimu sana kwa umma kusubiri uthibitisho kutoka kwenye mamlaka rasmi husika za serikali kabla ya kufikia hitimisho lolote au kueneza taarifa ambazo hazijathibitishwa kuhusu usahihi wa taarifa hizo. Wamesisitiza kuwa maamuzi ya viongozi wakuu yana misingi ya taratibu ya kisheria zinazotakiwa kufuatwa kikamilifu bila kukurupuka. Taratibu hizo za kikatiba ziko wazi kuhusu namna viongozi wakuu wanavyoingia au kutoka madarakani, na hivyo ni vyema kufuata misingi hiyo ya kisheria. Wakati uthibitisho rasmi ukitarajiwa na wengi, mjadala mkubwa kuhusu suala hili unaendelea kwa kasi katika mitandao ya kijamii na maeneo mbalimbali ya kijamii nchini Tanzania. Katika mijadala hiyo inayochukua nafasi kubwa kwenye mazungumzo ya kila siku, baadhi ya wananchi wamekuwa wakitaka uwazi zaidi kutoka kwa viongozi kuhusu kinachoendelea katika ngazi za juu za uongozi wa nchi ili kutoa picha iliyo wazi na iliyonyooka kwenda kwa umma. Kila kona ya nchi, masuala ya kiutawala yamekuwa yakiwaweka wananchi katika hali ya kufuatilia kila linalojitokeza ili kujua mustakabali wa uongozi wa nchi yao na athari zake katika uendeshaji wa kasi ya kila siku. Sakata hili limeongeza mjadala mpana na wa kina kuhusu umuhimu wa mawasiliano ya wazi kutoka kwa viongozi na taasisi mbalimbali za serikali pale yanapotokea madai au uvumi unaoguza nafasi nyeti za kitaifa. Uhasi huo unatajwa na wataaluma wa mawasiliano na utawala kuwa na mchango mkubwa sana katika kuwapa wananchi uelewa sahihi na wa uhakika wa masuala yote ya utawala wa nchi yao bila kuacha mianya ya upotoshaji. Mawasiliano bora ya umma yanatajwa kuwa msingi wa kudumisha amani, uelewa wa pamoja na kuaminiana kati ya viongozi na wananchi wanaowaongoza.